Na katika kundi hili la pili ambalo limejumuisha zinaitwa karama za nguvu. Katika karama hizi za nguvu kuna karama tatu ndani yake, ambapo tunaona kuna karama ya imani, karama ya uponyaji, lakini pia karama za matendo ya miujiza. Na karama hizi tatu ndizo zinazoonyesha uwezo na mkono wa Mungu ukitenda kazi kwa nguvu kupitia wanadamu. Kupitia karama hizi ndizo zinazoonyesha mkono wa Mungu ukihusika moja kwa moja, ukitenda kazi kwa nguvu juu ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tumesoma ile Wakorintho wa kwanza 12 na ule mstari wa 9 mpaka wa 10. Tumeona pale kwamba mwingine imani katika roho yule yule, na mwingine karama za uponyaji katika roho yule yule, na mwingine matendo ya miujiza. Karama hizi zote hizi zinadhihirisha utendaji kazi wa nguvu za Mungu ambazo zinapita akili ya kibinadamu. Karama hizi hazitokani na akili ya kibinadamu, hazitokani pengine na uwezo wa mtu, hazitokani na nguvu alizonazo mwanadamu, bali ni madhihirisho ya Roho Mtakatifu yanayothibitisha uwepo wa Mungu pamoja na mamlaka yaliyopo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda kuzipitia kwa kifupi hizi karama tatu, lakini baadaye tutaziangalia kwa undani kidogo, moja baada ya nyingine. Tukianza na hii karama ya imani. Karama ya imani kwa kifupi, baadaye tutazielezea moja baada ya nyingine. Karama ya imani ni karama ya kipekee sana. Ina uwezo wa kuamini kwa uhakika kwamba kuna mambo fulani ambayo yasiwezekana kwa akili za kibinadamu yatatokea hata kama mazingira hayaonyeshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni karama ya kipekee ambayo inaachia uhakika usioyumbika ya kwamba kuna jambo fulani lisilowezekana litakwenda kutokea hata kama mazingira yote ya nje na ya ndani yanaonyesha haiwezekani. Kwa hiyo hii si karama kama ile karama nyingine ya imani, sio ile imani ya kawaida ya wokovu. Hii ni imani ambayo iko juu zaidi. Ukisoma katika ile Warumi 10 na ule mstari wa 17, Warumi 10 na ule mstari wa 17, tutaangalia baadaye mbele kidogo, ambapo anasema basi imani chanzo chake huja kwa kusikia neno la Kristo. Kwa hiyo sasa ile imani ya kawaida ya wokovu ni kila mtu anaposikia neno anakuwa nao imani. Ndio neno la Mungu linalotuambia. Pale tunaposikia neno la Kristo tunapata imani. Sasa imani hii ni imani ambayo inapita kiwango cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani hii inaitwa imani ya miujiza. Ndio inayofanya mtu aweze kutangaza jambo fulani ambalo halijatokea ili liweze kutokea. Lengo kuu ni kuleta miujiza. Pale ambapo mtu mwenye karama hii anapotamka jambo fulani ambalo halipo, tunategemea kwamba kutakuwa kuna miujiza utokee baadaye. Lakini pia kunakuwa kuna uamsho wa kiimani. Pale ambapo mambo yametokea, tunaona ule uamsho wa kiimani na kuchochea wengine pia waweze kumwamini Mungu zaidi, waweze kuona mkono wa Bwana na uwezo wake ukitenda kazi kati yetu. Tutaangalia baadaye, tutaangalia na nini katika ile sura ya 6:22 na 23 ukiendelea mbele. Baadaye tutaziangalia moja baada ya nyingine kwa undani kidogo. Wakati Danieli anatuwekwa katika tundu, katika shimo ambalo lina simba wakali, na kwa imani yake bado anaendelea kumtumaini. Hii ndio imani tunayoizungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaangalia pia karama nyingine, ni karama za uponyaji. Karama za uponyaji. Huu ni uwezo wa kiroho unaotolewa na Roho Mtakatifu mwenyewe juu ya mtu. Ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Ni uwezo wa kiroho unaotolewa na Roho Mtakatifu mwenyewe juu ya mtu ili haweze kutenda matendo ya kuponya, matendo. Yesu asifiwe.
na bado Petro kaja vizuri, lakini hakuna shida, tuendelee. Uwezo wa kuponya magonjwa, maumivu, lakini na mateso mbalimbali ya kimwili, kiakili na kiroho katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiziangalia pale unaona zimekuwa karama za uponyaji. Unaona kama zimetamka sio karama ya uponyaji, karama za uponyaji, kwa sababu ziko uponyaji wa aina nyingi. Uponyaji wa kiroho, uponyaji wa kihisia, uponyaji wa kimwili pia. Na hapo lengo lake ni kuonesha neema na huruma za Mungu. Lengo lake ni kuonesha rehema na huruma za Mungu. Popote ambako Bwana Yesu alipoponya, uliona kabisa kwamba hakawahurumia. Alipowahurumia akawaponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini lengo pia ni kudhibitisha neno la Mungu, mamlaka iliyo katika neno lake. Mamlaka iliyo katika neno lake. Lakini pia ni kuachilia wokovu kwa wagonjwa na wote ambao wamekuwa katika matatizo, na kuachilia tumaini tena amani juu ya Mungu wa haki. Kwa hiyo mtu anapokuwa anaumwa, baada ya kupokea uponyaji, kuna tumaini ambalo na wokovu juu ya yule mtu unaongezeka juu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utaangalia mbele katika kitabu cha Matendo 6:8, utaona Petro alipoponya ile kiwete akanyanyuka. Lakini pia tutaenda mbele zaidi, tunaona hata mamlaka tulionayo katika ile Marko ile 16:17 na 18, yasema tutaweka mikono juu ya watu nao watapata afya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tutaangalia pia matendo ya miujiza kama karama ya tatu, matendo ya miujiza. Hii ni uwezo wa kutenda mambo yasiyowezekana kibinadamu, yasiyowezekana katika hali ya kawaida ya kibinadamu. Hii ni uwezo wa kufanya mambo ambayo yanavunja sheria za kiasi au za kisayansi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona vitu kama kufufua wafu. Tunaona pia kama kutuliza dhoruba, baridi katulia kama Bwana Yesu alivyofanya. Tunaona kama Musa alivyogeuza bahari ya Shamu, maji yakagawanyika huku na huku na wana Israeli wakapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni matendo ya namna hiyo ambayo yanakwenda kinyume asili ya kibinadamu. Kwa hili zaidi ni kwa ajili ya kudhibitisha ukuu wa Mungu na mamlaka iliyopo katika jina lake Yesu Kristo ulimwenguni. Kwa hili kwa ajili ya kudhibitisha ukuu wa Mungu uliopo katika jina la Yesu juu ya asili ya ulimwengu, kwamba yeye ndio asili wa vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, na kanuni zote za ulimwengu wa kimwili na wa kiroho. Aliye mkuu ni yeye mwenyewe peke yake, mwenye kuweza kubadilisha mwelekeo. Kwa tutaangalia pia Yohana 11:43-44, kati ya Lazaro anafufuliwa, na Luka 10:39-42, bado inaeleza ufufuko, Yesu anamfufua Lazaro. Lakini tutaangalia kama tulivyoona miujiza kipindi cha Musa. Tukisoma katika ile Kutoka 14:21 na 22, hapo inaeleza jinsi ambavyo matendo ya miujiza yanayotokea. Baadaye tutaangalia mbele. Sasa twende kwenye karama moja baada ya nyingine kiundani, tukiziangalia kiundani. Tuanze na karama ya kwanza, karama ya imani. Karama ya imani. Hii karama ni karama ya imani ya miujiza inayotenda kazi pale ambapo imani ya kawaida ya Mkristo imefika mwisho. Hii karama ni karama ambayo inatenda kazi pale ambapo imani ile ya kawaida ya Mkristo imefika mwisho. Ni mfahamu
au ni wa ndani kabisa ya kwamba Mungu atakwenda kutenda jambo fulani lisilowezekana, hata kama mazingira yote yanaonyesha kwamba haiwezekani, lakini huyo mtu mmoja anaona kwamba inawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uhakika ni zaidi ya matumaini ya kawaida ya kwamba Roho Mtakatifu anaachia ndani ya huyo mtu, anaachia uhakika usioyumbika, anaachia imani ya kitu fulani kwamba kitatendeka na kitakuwa. Ni imani ambayo inatoka moja kwa moja kwa Roho Mtakatifu anayeachia juu ya mtu kwa ajili ya kutangaza kitu fulani na kikatokea, ambako mtu mwingine wa kawaida hawezi kuona hiyo, au kwa imani ya kawaida hawezi kuona hiyo. Biblia inatuambia katika Waebrania 11:1 anasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana bado. Kwa hiyo ni anaachilia hali ndani ya mtu uhakika wa 100% kwamba yeye atakwenda kutenda jambo fulani, hata kama mazingira yote yanaonyesha kwamba haiwezekani. Na sasa hii haitegemeani na mazingira ya nje, haitegemeani na hisia, haitegemeani na uwezo wa kawaida wa binadamu. Mazingira hawezi kushawishi, lakini yanategemeana na ile imani ambayo ndani yake Roho Mtakatifu ameachia na kwamba itakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye karama hii, hata kama mazingira yote hayawezekani, ndani yake atasikia sauti tu inamwambia Roho Mtakatifu, nimekwisha tenda, nimekwisha tenda, nimekwisha tenda, tayari chatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio imani ambayo haitegemea akili za kawaida, haitoki katika hisia, haitoki katika mawazo ya kibinadamu, bali inatokana na Roho Mtakatifu mwenyewe anaashia ndani yetu uhakika usioyumbika kwamba imeshatendeka tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kwa sababu ya feni. Bwana Yesu asifiwe. Basi hebu tuangalie sasa sifa kuu. Akimaliza kaiacha. Sifa kuu za karama hii ya imani zikoje? Zikisha imani zote zinakuwa hizi karama zinatokana na karama hii. Sasa sifa ya kwanza, inatenda kazi katika ukamilifu wa mapenzi ya Mungu. Sifa hii inatenda kazi katika ukamilifu wa matendo ya mapenzi ya Mungu. Mtu aliyepokea karama hii, Roho Mtakatifu humfanya aamini kwamba kuna jambo litakwenda kutokea, na yeye anakuwa na uhakika uliodhabiti bila kuyumbisha ya kwamba kitatokea bila kuwa na mashaka yoyote. Kwa hiyo kama wewe unaona katika ile waraka kwanza Yohana 5:10 anasema, na huu ndio ujasiri tulio nao ya kwamba tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atatusikia. Kwa hiyo unakuwa na uhakika kwamba Mungu atakwenda kutenda 100%. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa sifa ya kwanza ni kuwa na uhakika kwamba 100% bila mashaka ya aina yoyote ndani yako. Lakini la pili, uleta matokeo yasiyo ya kawaida. Uleta matokeo yasiyo ya kawaida. Karama hii inapokuwa inatumika na mtu mwenye karama hii, inaachilia matokeo pale milango iliyofungwa inafunguka, vizuizi vinaanguka, milango baraka zinaachiliwa ambazo zilikuwa zimefungwa. Kwa hiyo matokeo yanakuwa ni makubwa. Tunaona Yoshua, ukiangalia vizuri Yoshua sura ya 10 mstari wa 12 mpaka 13. Hebu tusome kidogo. Yoshua 10:12 na mstari wa 13. Yoshua 10:12 na mstari wa 13.
Yoshua 10 mstari wa 12 na ule wa 13. Yoshua 10 mstari wa 12 na ule wa 13 unasema, ndipo Yoshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli, akasema mbele ya macho ya Israeli, wewe jua simama kimya juu ya Gibeoni, na wewe mwezi simama katika bonde la Ayaloni. Ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia, hata hilo taifa lilipokuwa limekwisha kupatiliza juu ya adui zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa uleta matokeo yasiyokuwa ya kawaida, uleta matokeo yasiyokuwa ya kawaida, lakini nyingine upita mipaka ya akili ya kibinadamu, upita mipaka ya akili ya kibinadamu. Kwa hiyo karama hii haitokani na hisia za kawaida za kibinadamu, haitokani na matakwa yetu sisi, bali ni ujasiri unaowekwa na Roho Mtakatifu ndani ya mtu, ya kwamba itakuwa, ya kwamba itatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana katika ile Marko 11 na mstari wa 3 anasema yeyote atakayeomba yatatokea. Marko 11:23 anasema akawaambia, na lolote mtakaoniambia kwamba kama ni mlima huu, ukiamini ndani ya moyo wako ya kwamba utatokea. Tusome ile 11:23. Marko 11 na ule mstari wa 23. Marko 11 mstari 23 nasema, amini nawaambia, yeyote atakayemwambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haitokani na hisia au mawazo, bali inatokana na ile neno ambalo leo mtumishi analitoa, ambalo limevuviwa na Roho Mtakatifu ili kuweza kuakisi kutendeka. Kwa hiyo ile neno linalotoka katika mtumishi wa Mungu ambaye kama hii linavuviwa na Roho Mtakatifu mwenyewe, linapoachiliwa inaleta matokeo yanayopita akili za kibinadamu, lakini pia inaleta amani hata katikati ya dhoruba, inaleta amani hata katikati ambapo kuna changamoto. Imani ya namna hii, mtu mwenye imani kama hii anakuwa hana wasiwasi wowote. Ni kama vile tunavyoona Bwana Yesu alipokuwa katika ile maji, dhoruba kubwa imetokea pale, wanafunzi wake akiwa wamelala, wanafunzi wake wanaanza kuhangaika hapa na pale. Tunaona sasa wanafunzi walipiga hatua wakakata tamaa, lakini Yesu mwenyewe alikuwa ametulia tu, alikuwa ametulia bila wasiwasi. Na Yesu akawaambia, iko wapi imani yenu? Enyi wenye imani hapa. Kwa hiyo sasa imani ya namna hii inaleta amani hata katikati ya dhoruba. Tunaona katika Mathayo 8:26. Tusome hiyo Mathayo 8:26. Mathayo 8:26 inasema, akawaambia, mbona mmekuwa waoga enyi wa imani haba? Mara akaondoka akazikemea pepo na bahari, kukawa shwari kuu. Kwa hiyo hata katikati ya matatizo mengine hutaona lakini mtu mwenye imani hii anaamini yote yanawezekana, anaamini hakuna jambo lililokuwa gumu, anaamini yote yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa karama ya imani ni daraja kati ya udhaifu wa kibinadamu, udhaifu wa wanadamu na nguvu za Mungu. Ni Roho Mtakatifu ndiye anayeachilia imani ile ambayo anaiweka ndani ya mtu ya kuamini kwa niaba ya watu wengine, pale ambako watu wengine hawawezi kuamini, huyu yeye anaamini. Bwana Yesu asifiwe. Pale ambako watu wengine hawawezi kuamini, Roho Mtakatifu anaachia imani ambayo inakuwa juu ya mtu mmoja, kiwango ambacho wengine hawezi kuamini, yeye anaamini, ili Bwana aweze kujitukuza. Kwa hiyo hii ni karama ya uongozi wa kiimani, inawaachilia huyo mtu anapoamini, mambo mengine yanatokea, ndipo watu wengine sasa wanaanza kuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma ile
tuangalie watu ambao walikuwa na imani hii kidogo katika Waebrania 11 sasa watu na 34 11 sasa kwa 34 tunaona hawa watu walitikisa. Ni mmoja mmoja, Biblia inamtaja mmoja mmoja, haiwataji kanisa. Katika hiyo inaanza kumtaja huyu, wengine walifanya hivi. Walikuwa ni mtu mmoja mmoja mwenye imani hii. Waebrania 11:33 na ule mstari wa 34. Nasoma Waebrania 11:33 na 34 inasema, ambao kwa imani walishinda milki za ufalme, walitenda haki, walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba, walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi wageni. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inawataja mmoja mmoja. Baba, hebu tuangalie maandiko sasa. Kuna maandiko kadhaa yanaonyesha matendo ya imani. Tuangalie Danieli 6:23. Turudi kidogo twende 22 na 23 tuone. Hapo leo tutaona ndani haya maandiko kuna nguvu kubwa tutajifunza juu ya imani hii. Danieli 6 turudi 22 mpaka 23, ni nyuma kidogo 22. Danieli 6:22 na kuendelea. Mungu wangu umemtuma malaika wake, naye ameyafumba makanywa ya simba, nao hawakunizuru, kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia tena. Mbele yako mfalme sikukosa neno. Basi mfalme akafurahi sana, akaamuru wamtoe Danieli katika lile tundu. Ndipo Danieli akatolewa katika lile tundu, wala dhara lolote halikuonekana mwilini mwake, kwa sababu alikuwa anamtumainia Mungu wake. Mfalme akaamuru, nao wakawaleta wale watu waliomshtaki Danieli, akawatupa katika tundu la simba, wao na watoto wao na wake zao, na wale simba wakawashinda, wakaivunja mifupa yao vipande vipande kabla hawajafika chini ya tundu. Ndipo mfalme Dario akawaandikia watu wa kabila zote na mataifa zote na lugha zote waliokaa juu ya uso wa dunia, amani na ongezeke kwenu. Mimi naweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wa Mungu wangu watatetemeka na kuogopa mbele za Mungu wa Danieli, maana yeye ndiye Mungu aliye hai, adumuye milele, na ufalme wake ni ufalme usioharibika, na mamlaka yake inadumu hata mwisho. Tosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaona hapa Danieli huyu, hii imani, pamoja na kwamba kulikuwa kuna hofu, watu walikuwa na hofu nini, kwamba yote atakaye muabudu Mungu mwingine isipokuwa huyu wa mfalme, basi akatupwa katika lile shimo kubwa lenye simba wakali. Lakini Danieli hakuwa na hofu aina yoyote. Hata katikati ya hofu bado Danieli alisimama, kwa sababu aliyemwamini Mungu huyu ana uwezo. Hata pale ambapo watu wengine hawakuona ile imani, lakini yeye bado aliamini kwamba ulinzi wa Mungu anaweza akamtetea. Ni pale ile imani ambayo unakuwa unaamini sio kwa mashaka, ambako wengine hawezi kuona, ile wewe unaona. Angalia pia Matendo 3:16. Matendo 3:16 tuone Petro wakati anamwombea yule mtu aliyekuwa kiwete, na katika imani ile iliyokuwepo ikamfanya yule mtu apone na atembee tena. Petro ni Matendo 3:16. Matendo 3:16. Matendo 3:16 inasema, na kwa imani katika jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayemwona na kumjua, na imani ile iliyo kwake yeye imempatia nguvu uzima huu mkamilifu mbele yenu ninyi nyote. Kwa sababu tunaona Petro akusita kutamka ila imani yake iliyokuwa katika Yesu. Anasema na imani katika jina lake Yesu.
Kwa hiyo hakusita kwanza kuweka hadharani ile imani. Kwa hiyo ile imani alikuwa nalo juu ya jina la Yesu. Kwa hii imani si imani ya kawaida ambayo tunasema tuombe. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia baadaye mbele kidogo kwa undani. Lakini ni kwamba imani inaweza kuachilia matendo makubwa. Hii imani tunaizungumza kama Petro hapo unavyoona alivyomwombea huyu mtu na akapona papo kwa papo, kiwete akaanza kutembea. Si kwa matendo ya kawaida, bali kwa sababu ya ile karama ya imani. Tusome tena andiko lingine la Marko 11:22 na 23. Tuone pale ambako Marko 11:22 na 23. Marko 11 tusome tena. Mstari wa 22 na 23 nasema, Yesu akajibu akamwambia, mwamini Mungu? Amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo yasemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa imani ya karama hii ina mamlaka ya kusema kitu na kikatoka. Ina mamlaka kuiambia milima na milima ikahama. Milima inaweza kuwa ni magonjwa, milima ikawa ni matatizo, ikawa milima ni kitu chochote kile ambacho kimekaa pale kinachozuia baraka zako ambazo Mungu ameziweka. Kwa sisi ni kutamka alafu Mungu anatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika maandiko yote haya ambayo tumeyasoma ya imani, tunajifunza kwamba kiangalia katika Danieli 6:23 tukosoma pale, tukaangalia Matendo 3:16 Petro wakati anamponya yule kiwete, na hii maneno ya Yesu Kristo katika Marko 11:22 na 23, tunajifunza kwamba kumbe imani hii si ya kawaida, bali ni karama ya kipekee. Imani hii sio ile imani ya kawaida, bali ni karama ya kipekee. Ukisoma katika ile Warumi sura ile ya 10 na ule mstari wa 17, Biblia inasema basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uja kwa neno la Kristo. Sasa ukiangalia katika mazingira ya kawaida kwamba kumbe kila yeyote yule Mkristo anaosikia neno la Mungu tayari anayo imani, kwa sababu neno la Mungu linasema katika Waebrania 10 na mstari wa 17 ya kwamba basi imani chanzo chake uja ni kusikia kutokana na neno la Kristo. Kwa hiyo mtu yoyote yule anayesikia anapata imani ya wokovu. Lakini imani tunayozungumza ni ile imani inayovuka, ni imani ambayo iko juu zaidi, ni imani ambayo si ya kawaida, si ile kawaida ambayo mtu anaweza kusikia hivi na tukana ile kukusikia. Hali ni imani ambayo inaletwa moja kwa moja na Roho Mtakatifu mwenyewe ndio anaachilia hii karama hii ya imani. Kwa hiyo ni imani ambayo inatoka kwa Roho Mtakatifu kwenda kwa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Haiji kwa kutafakari, haiji kwa sababu kusoma neno la Mungu sana. Hapana, ni imani ambayo inaachiliwa kwa nyakati fulani na mazingira fulani kwa ajili ya mpango wake mwenyewe Mungu na kusudi lake. Inaachiliwa kwa wakati fulani kwa ajili ya tukio fulani. Hata ukiangalia tunasoma hapa Danieli, ilikuwa ni nyakati fulani zimeachiliwa. Mungu anaachilia ujasiri, anaachilia imani juu ya huyo mtu, na ile imani inatenda kazi. Kwa imani si imani ya kawaida, bali ni imani ambayo haipingwa akili ya binadamu, bali inatenda kazi kutoka kwa Roho Mtakatifu mwenyewe. Na maana sasa tunasoma ile Wakorintho wa kwanza 12 tunasema mwingine imani katika roho hiyo. Kwa sasa hii inaonyesha kabisa imani sio imani ile ya kawaida tunao. Bwana Yesu asifiwe. Bali ni imani inayotoka kwa Roho Mtakatifu mwenyewe ndio anayeachilia juu ya mtu mwenye karama hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisikia kulala unasimama kidogo. Lakini utokea pale Mungu anapochukua udhaifu wa wanadamu na kupaka ujasiri wa kimungu. Utokea pale Mungu anapochukua udhaifu wa kibinadamu na kupaka ujasiri wa kimungu. Pale ambako unakuta ishara zetu na mawazo yetu na matumaini yetu yamefika mwisho, ndiko Roho Mtakatifu anapoachilia ujasiri wa ghafla juu ya yule mtu ambaye anayo karama. Bwana Yesu asifiwe.
katika imani inayopita. Pale ambapo sasa tumefika mwisho, tumekata tamaa, hakuna namna nyingine yoyote, Mungu anaachilia kule. Tunamwona Paulo, tulijifunza wiki iliyopita ile karama ya kupambana na roho. Tunamwona Paulo katika ile Matendo ya Mitume 27, ukienda 23 na 25, tunaona namna ambavyo Roho wa Bwana alipomshukia akaanza kumchia imani. Yeye kama amefika kakati amekata tamaa na kila kitu, lakini Mungu akamtia, akamwekea imani kwamba katika safari mnayoiendea kuna hila na haya atawapata. Ana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa tunajengwa zaidi katika kuachia tumaini pale ambapo mtu amekata tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni imani ambayo inakuja kwa ghafla, ikimsukuma mtu kutenda kitu fulani ambacho kitamfanya Mungu aweze kutenda jambo fulani. Kwa hiyo ni msukumo wa ghafla ambao unaashiwa ndani yake, ikimtaka aweze kusema jambo ambalo Mungu akisema litatokea. Kwa si kwamba inakuwepo muda wote. Bwana Yesu asifiwe. Ni kulingana na mazingira fulani, kulingana na kusudi lake mwenyewe aliyokuwa ameliachia, kama ambavyo tunaona katika Matendo ya Mitume hii sura ya 27 na 23 mpaka 25. Lakini huambatana na matokeo yasiyoonekana. Matokeo yasiyoonekana. Huambatana na matokeo yanayoonekana. Huambatana na matokeo yanayoonekana. Tumesoma katika ile Marko 11:23 anasema mtu yeyote akiona mlima huu ng'oka na asione shaka moyoni mwake, usiwe na shaka aina yoyote, basi mlima ule utatii na utang'oka. Kwa ile imani ambayo haina mashaka lakini inaambatana na matokeo. Ile imani ambayo inaambatana na matokeo ni ile imani ya kawaida, kiwango cha kawaida. Na maana Yesu anasema mkikuwa na imani hata kiwango kidogo cha mbegu ya haradali. Haradali ni mbegu iliyo ndogo kuliko zote. Bwana Yesu anasema hata chembe ndogo tu ile imani. Anayezungumza juu ya imani hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo. Kwa kama hii haikai tu katika maneno ya kawaida basi halafu yasitokee. Inakuja inaambatana na matokeo. Tuone kuna kitu kingine baadaye tutaona pale. Mfano kama Matendo 9:40-41. Matendo 9:40-41. Tunaona baadaye tutasoma vizuri mbele. Tunaona Petro alipomwombea Dorcas akafufuka, huyu thabiti. Matendo 9:40-41 tunaona alimwombea, tutaona mbele zaidi, tutajifunza, tutapita maandiko tutapata na kurudia kwa maana ya kujifunza pia. Lakini Danieli ambaye tumemsoma hapa, naye mfano matokeo tukiona Mungu alifunga vinywa vya simba visiweze kumsoma. Katika ile Danieli 6 tumesoma 22 na 23 tunaona vinywa vile vya simba viliweza kufungwa. Sasa tuangalie matokeo ya karama hii. Tuangalie matokeo ya karama hii ya imani. Karama hii, tokeo la kwanza au matarajio ya kwanza ni kujenga ujasiri wa rohoni kwa wengine. Kujenga ujasiri wa rohoni kwa wengine. Kwa hiyo sasa karama hii inapoachiwa, wengine wanaanza kuamini kwa sababu ya imani ya mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Inapoachiwa juu ya mtu mmoja, wengine wanapata ujasiri wa kuanza kuamini matendo ya Mungu kwamba inawezekana. Ukichukua mfano wa Danieli 6:22 na 23 kila mbele, tunaona mfalme anaanza kutamka. Anasema anaanza sasa kumtaja na kumtambua huyu Mungu wa Danieli ndiye Mungu wa kuheshimiwa na kuabudiwa milele na milele yote. Kwa hiyo mioyo ya waamini inaanza kuamshwa na kuanza kumtegemea Mungu na kuanza kumwamini. Imani yao inainuliwa tena juu kutokana na imani ya mtu mmoja. Kwa lengo kubwa ni kujenga ujasiri wa roho kwa watu wengine. Watu wanaanza kumtumainia Mungu. Kama tulivyoona pale katika Yoshua, tulisoma ile 10 mstari wa 12 mpaka wa 13, wakati Yoshua analisimamisha jua. Fikiria kwamba tuko vitani na nani. Israeli walikuwa vitani wakianza kupambana. Baada ya kuwapiga Waamaleki, sasa wanaambiwa wasonge mbele tena.
walipokuwa wakisonga mbele, vita imepamba kwelikweli. Sasa wanapomuona Yoshua anasimama, anaanza kutamka, Yoshua alisimame wala mweze usitembee, na kweli kinakuwa hivyo. Tayari imani ya watu wengine inainuliwa. Tayari imani ya watu wengine, watoto wanacheza nje, imani ya watu wengine inainuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa wanaanza kumtazama mtu kwa namna nyingine. Vile walikuwa wanamtazama mwanzo, wanaanza kumtazama Mungu katika uhalisia wake wa kimungu jinsi katika matendo yake na wakuu wake jinsi ulivyo. Kwa watu wengine nao wanaanza kumwamini Mungu. Ujasiri wa kiroho unaanza kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini lengo pia ni kuleta udhibitisho wa uwepo wa Mungu. Kuleta udhibitisho wa uwepo wa Mungu. Katika hali zisizowezekana, watu wanafika hatua ya kumthibitisha Mungu, kumbe Mungu yupo katika mambo yasiyowezekana kuwa yanawezekana. Kwa hiyo sasa ule udhibitisho wa uwepo wa Mungu juu ya watu wengine wanaanza kumwamini kwamba yuko Mungu mwenye kutenda aliye hai, anaweza kutenda mambo yasiyowezekana kuwa yakawezekana. Kwake yeye hakuna jambo lisiyowezekana, ambalo yeye kwa binadamu lisiyowezekana, kwa Mungu haliwezekani. Bwana sehemu nyingine Yesu anasema yasiwezekana kwa Mungu kwa wanadamu yanawezekana. Yasiwezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona katika Danieli ile, tumeona ule mfano. Lakini nyingine, uhamshe imani ndani ya kanisa lote. Uhamshe imani ndani ya kanisa lote. Mtu anapoanza kuonyesha imani hii ya miujiza, alafu na mambo yakatokea, tunaona sasa hata kanisa, watu ambao walikuwa na imani iko chini, tunaanza kuona imani yao inaanza kunyanyuka kuinuliwa tena. Watu ambao walikuwa wamesinzia kiibada wanaanza kunyanyuka tena na kuanza kuomba tena. Watu ambao walikuwa waishi matendo mema wanaanza kuanza kuishi matendo mema. Watu ambao walikuwa wanatenda matendo ambayo yanampa Mungu utukufu, unaona wanaanza kunyanyuka tena. Kwa sababu gani? Ile imani ya mtu mmoja tu inaamsha imani ndani ya kanisa lote. Tukisoma katika Matendo sura ya 4 mstari wa 31 na 33, tunaona pale Petro wakati anaanza kuwahubiria watu na akaanza kuwaambia juu imani ya jina la Yesu Kristo, Biblia inasema pale pakatikiswa na wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Nini matokeo yake? Wakamtukuza Mungu, imani yao ikainuliwa. Matendo ya Mitume 4:31 na 33. Matendo ya Mitume 4:31-33 nasema, hata walipokwisha kumwomba Mungu mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda kwa kufufuka kwake Yesu, kwa nguvu nyingi na neema nyingi ikawa juu yao wote. Kwa sababu tunaamsha imani ndani ya kanisa lote. Unaona hata kaanza kutoa kwa ajili ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wakajazwa na nguvu za Mungu, Roho Mtakatifu, mahali pale pakatikiswa. Lakini pia ujenga wito wa kiroho na uamsho wa kweli. Ujenga wito wa kiroho na uamsho wa kweli. Karama hii inaamsha imani za watu, wito. Na watu sasa wanaanza kuwa na bidii juu ya Mungu. Wanaanza kutenda matendo yale yanayoonyesha utii kwa Mungu. Tukikubaliana jambo fulani na sasa tunabidi kuitekeleza, kwa sababu si tunaishi ya kibinadamu bali ni ishi ya kimungu. Kuna jambo la maombi, jambo ndio tuombe, watu wote wanakuja kuomba kwa sababu hawamtazami mtu, wanamtazama Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika karama za namna hii ya matendo ya namna hii yanaachilia uchaji fulani